Leo Kalela Online TV imefika katika mtaa wa Masasi Mbovu kushuhudia na kulipoti tukio la kihistoria lenye majonzi makubwa, mazishi aliyekuwa diwani wa kata ya Migongo. Mpendwa wetu, kiongozi wetu aliyetoa maisha yake kwa kulitumikia taifa kwa uaminifu na kuchapa kazi, marehemu Ismail Kalindima. Asante kwa majina, naitwa ndugu Alfani Awasi Kalindima. Huyu marehemu ninamfahamu kwa uzuri. Kwanza ni kaka yangu, baba mmoja mama mmoja. Kwa pamoja tumezaliwa kijiji cha Ujamaa Kiungutwa. Baada ya hapo tukahamia kijiji cha Mbonde, na mpaka hivi ninavyoongea nipo kijiji cha Mbonde. Ninamfahamu huyu kaka baada ya kuja wilayani Masasi. Kwanza alihusika na kazi za galani akiwa kama mwenyekiti wa gala wa chama cha msingi Tuaminiane. Baada ya hapo akajiingiza kwenye kundi cha siasa, na mpaka sasa hivi amefariki akiwa yupo ndani ya siasa, akiwa kama diwani wa kata ya Migongo. Kwa hiyo nashukuru ndugu zangu kwa kuja kunifariji, kunisaidia kumzika kaka yangu, na kwa kweli tumeshazika. Mazishi tulipanga saa 4 na ratiba imelingana, tumezika saa 4 na sasa hivi tunarejea, tupo nyumbani hapa. Mazishi haya yamehudhuriwa na umati mkubwa wa waombolezaji kutoka maeneo mbalimbali, wakiwemo viongozi wa dini, viongozi wa serikali, wanachama wa chama tawala na vyama vya upinzani, ndugu na jamaa na marafiki. Umati huu mkubwa ni ushahidi tosha kuwa namna marehemu alivyogusa maisha ya watu wengi kwa busara zake, uadilifu wake na moyo wake wa kujitolea. Katika hotuba zao, viongozi wa dini wamehimiza jamii kuienzi misingi ya haki, utu, maelewano. Wamekumbusha wananchi kuwa maisha ni safari yenye ukomo, na kila mmoja wetu anao wajibu wa kuacha alama njema ya matendo mema na uaminifu. Wala asri innal insana lafi khusr. Wala asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Haya ni maneno makubwa sana ambapo sisi wote tunapaswa kuwazingatia, lakini hasa kwa jamii ya viongozi tunapaswa sana. Mwenyezi Mungu anatuambia wanadamu wote wamepata hasara isipokuwa watu wenye mambo haya matatu: walioamini, waliohusiana kufanya subira na wakatenda haki. Sasa msingi wa mazungumzo yangu kwenye maneno haya mawili, kufanya subira na kutenda haki, huu ndio mtihani mkubwa tulionao kwenye ulimwengu wa sasa. Wakati tunamsindikiza mzee wetu hapa, yeye ametuachia somo zuri sana la kutenda haki na kufanya subira. Hata alipopata maradhi yake, tumeanza kuhangaika naye tangu mwaka 2021 akiwa anaumwa mguu, baadaye katakiwa mguu akatwe, lakini tunashukuru alhamdulillah ofisi ya mbunge ikatusaidia sana. Tukaenda Mkomaindo wakafanya marekebisho, mguu kakaa salama bila kukatwa. Tumeenda kwenye mazingira mbalimbali, na hivi juzi siku 3 zilizopita nilikuja nikashauriana na familia, nikamwambia hali ya mgonjwa ni ngumu. Nafikiri sasa imefika hatua lazima tumpeleke hospitali ya taifa Muhimbili kwa maana ya rufaa. Ilikuwa leo Jumamosi ndo akutane na daktari bingwa pale Ndanda. Kwa hiyo ratiba yake ilipangwa leo. Tukasema sasa watapokwenda leo wakionana na daktari tupate rufaa ili moja kwa moja aende Muhimbili, tukajaribu kuangalia uwezekano wa kunusuru maisha yake. Lakini Mheshimiwa Kalindima alifanya subira katika kipindi chochote akimtegemea Mwenyezi Mungu. Anasema bwana, alilolipanga Mwenyezi Mungu aliwezi kuepukika. Kama amepanga nipate afya njema nitapata, kama nitaondoka basi Allahu yaalam. Alifanya hivyo. Kwa hiyo msingi wangu wa kukumbusha ile sura ya Asri ni jambo la subira. Viongozi wa serikali kwa upande wao wametoa salamu za rambirambi kwa familia ya marehemu na kusisitiza kuwa pengo aliloliacha Kalindima ni pengo kubwa, lakini wajibu wa kuendeleza kazi alizoanzisha ni jukumu letu sote kama jamii. Mheshimiwa mkuu wa mkoa amenituma nitoe salamu, nitoe mkono wa pole. Kwa hiyo kanituma nije na shilingi 300,000 kwa ajili ya pole kwa familia. Wamesema kwa kauli moja kuwa taifa linahitaji viongozi kama marehemu walio tayari kusimamia maendeleo kwa haki na uwazi. Ni wazi kuwa kifo cha diwani Kalindima kimetuacha na huzuni mkubwa, lakini pia kimetuachia somo kubwa juu ya uzalendo, utumishi uliotukuka na heshima kwa binadamu. Ndugu zangu, nitoe pole nyingi sana kwa familia ya marehemu na ndugu wa karibu.
kwa kumpoteza baba mzazi na kiongozi wa familia. Lakini pia nitoe pole nyingi sana kwa baraza la madiwani linaloongozwa na meya wa mji wetu wa Masasi ndugu yangu Sugu, pamoja na katibu wa baraza la madiwani, mkurugenzi wa mji wa Masasi. Ndugu zangu, tumempoteza kiongozi muhimu sana katika maeneo yetu. Naitwa Bakari Baresa, ni diwani wa kata ya Mkuti, halmashauri ya mji wa Masasi. Nimemfahamu marehemu siku nyingi sana kabla sijawa diwani, lakini baada ya kushinda udiwani 2020 tukaendelea kufahamiana zaidi, kwani ni mtu ambaye tulikuwa tuna ukaribu sana. Tulikuwa kwenye baraza, nilimfanya kama mzee wangu, tulikuwa tunachekeshana na kutaniana. Ni mtu ambaye nilikuwa na ukaribu naye mkubwa sana, lakini pia ni mpenzi mwenzangu wa Simba Sports Club. Kwa mara nyingi huwa tukikutana kwenye baraza huwa tunaelekezana sana masuala ya mpira na namna gani timu yetu ya Simba namna ilivyo na kiwango ambacho sasa hivi wanacho. Kwa hiyo ni mtu ambaye nilikuwa naye kwa ukaribu sana sana, lakini pia nyumbani kwake nilikuwa naenda mara kwa mara kumtembelea, kumsalimia wakati kipindi anaumwa. Kuna kipindi pia alilazwa hospitali ya Ndanda, nilikuwa naenda kumuona mara kwa mara mpaka amerudi. Basi bado nilikuwa naendelea kumtembelea mara kwa mara na kumjulia hali yake wakati anaugua. Kwa jina naitwa Ali Salam Salvatori, diwani wa kata Mkomaindo. Binafsi kwanza nitoe pole kwa ndugu familia wa marehemu Mheshimiwa Diwani Ismail Omari Kalindima. Mheshimiwa Ismail Omari Kalindima nimeanza kumfahamu tangu 2004 baada ya kuanzishwa mamlaka mji mdogo wa Masasi. Yeye alikuwa ni mmoja waliounda baraza la mamlaka mji mdogo wa Masasi, akiwakilisha kitongoji cha Mwenge Mtapika, na mimi kipindi hicho nikiwakilisha kitongoji cha Mkomaindo kabla hajawa kata. Huyu mheshimiwa nimebahatika kufanya naye kazi muda wa miaka 5 na ndo alikuwa makamu mwenyekiti wa mamlaka mji mdogo kipindi hicho. Mheshimiwa huyu ni mkarimu, mchapakazi, mwadilifu pia. Lakini kwa kipindi hicho chote alikuwa ni kama mwalimu wetu wa kisiasa mamlaka mji mdogo wa Masasi. Baada ya hapo nilienda kufahamiana naye. Baada ya 2019 baada ya mji mdogo Masasi kupanda hadhi kwenda kuwa mamlaka kamili ya halmashauri ya mji wa Masasi, Mheshimiwa Kalindima alipumzika siasa kwa muda mfupi, na mimi niliendelea na siasa kutoka 2010. Nilikuwa diwani wa kata ya Mkomaindo. Nimekuja kukutana naye tena Mheshimiwa Kalindima 2020 akiwa diwani wa kata ya Migongo, na mimi bado nikiendelea kuwa diwani wa kata Mkomaindo. Tuliendelea kufanya kazi mpaka leo ulipomkuta mauti. Mheshimiwa Kalindima kwenye baraza la halmashauri ya mji wa Masasi tulimchukua kama role model wetu. Alikuwa kiunganishi kati yetu sisi na watumishi, hasa pale unapotokea migongano midogo midogo. Lakini pia alikuwa ni mashuhuri kwa kuomba ushauri na baadhi ya madiwani. Kwa ufupi hivyo ninavyomfahamu Mheshimiwa Ismail Omari Kalindima. Asanteni. Kwa jina naitwa Michael John Mole, ni mwenyekiti wa mtaa Migongo Kati, kata ya Migongo. Pia ni mwenyekiti wa wenyeviti wote halmashauri ya mji Masasi. Mheshimiwa Kalindima ninamfahamu sana. Kwanza alikuwa diwani wetu wa kata ya Migongo, pia mwenyekiti wetu wa wadi C ya kata ya Migongo. Hivyo ninamfahamu Mheshimiwa mwenyekiti marehemu Kalindima kutokana na uongozi wake bora na uliotukuka. Alikuwa ni mtu mkarimu, mcheshi, mtulivu na mtu mwenye kujali watu, na muda wote mzee Kalindima ukimfuata huwa anaitika wito na anakuja kuungana na wewe. Kile ambacho unamuelezea huwa pia anakitatua. Mheshimiwa Kalindima hakuwa mchoyo kutoa mawazo kwa watu wa aina mbalimbali, kwa vijana, wazee, hata katika nyanja za dini. Alikuwa ni mtu wa mbele sana, ni mtu mwenye kujitolea.
Katika pia shughuli zetu za maendeleo, Mheshimiwa Kalindima katika kipindi chake cha miaka 5 kutoka mwaka 2020 hadi leo tunaongea 2025 amefanya mambo mengi sana. Amesimamia ujenzi wa shule yetu ya Migongo ambapo kulikuwa hakuna darasa lolote jipya, ila leo hii Mzee Kalindima ametuacha katika umauti wake, ametuachia shule ya Migongo ambayo iko safi, ina majengo bora na wanafunzi wasoma kwa raha mustarehe. Pia Mheshimiwa Diwani Kalindima katika muda wake huu tumefanikiwa shule yetu ya serikali ya Masasi Girls kupata fedha za kutosha na kufanya ukarabati wa majengo yote ya pale shuleni. Pia katika shule ambayo katika halmashauri ya mji Masasi ambayo ina majiko ya kisasa ambayo yanatumia gesi, ni shule ya wasichana ya Masasi Girls. Yote hayo ni matunda ya Mheshimiwa Diwani Kalindima. Hakika Mungu amlaze mahala pema peponi. Ni diwani ambaye alikuwa wa watu. Tumehuzunishwa sana kwa ile kifo chake, lakini pia Mungu amsamehe kwa yale yote ambaye ametukosea, na sisi tunasema tunamsamehe pia. Ombi langu kubwa kwa yeyote ambaye atajitokeza kuchukua au kumlisi Mheshimiwa Kalindima, awe ni mfano wa kumuiga Mheshimiwa Kalindima katika shughuli zake, awe mtu wa watu, awe mtu wa kujitoa. Ombi langu kubwa ni hilo. Ninawasilisha, asante. Kwa majina naitwa Esther John, katibu wa wazazi kata ya Migongo, wilaya ya Masasi. Tunasikitika kuondokea na mzee wetu Mzee Kalindima. Mheshimiwa diwani alikuwa ni maarufu, mtenda haki. Tulikuwa tunamtegemea kwa ushauri. Yaani kwa sasa hatuna mshauri mwingine. Tunaomba Mungu atusaidie apatikane mshauri mwema kama yeye mzee wetu ambaye alikuwa anategemea kuanzia ngazi ya kata, wilaya mpaka mkoani. Mungu amrehemu mzee wetu, astarehe kwa amani. Kwa majina naitwa Frank Dastan Maranjila, ni diwani wa kata ya Temeke. Tumekuja kwenye eneo hili kwa niaba ya kumsindikiza ndugu yetu diwani mwenzetu Mheshimiwa Ismail Awazi Kalindima ambayo ametangulia mbele za haki. Nafikiri ni jambo ambalo kwa kweli limeenda kutusikitisha, lakini pia limeenda kutupa changamoto kubwa na pengo kubwa, kwa sababu ni mzee ambaye tulikuwa naye kwa muda mrefu na ni mzee ambaye tulimzoea kwenye mambo ya aina mbalimbali, kwenye ushauri alikuwa kama baba yetu, lakini pia tulikuwa kama familia mwenzetu. Niseme tu kwa ujumla ni pigo kweli kubwa kwetu, kwa sababu ni mtu muhimu sana kwenye jamii. Hata namna ya kukielezea hicho kitu, manake namna ya ubora wake hivyo, nafikiri nimeenda kuona namna ya umati wa watu jinsi ulivyokusanyika. Nami pia kama nikiwa diwani wa lile baraza la halmashauri ya mji Masasi, nimeendelea kuona ni pigo kubwa sana kwa namna hata watu wa jamii ilivyoenda kumpokea, taasisi mbalimbali, wananchi kwa ujumla, wakata yake kwa ujumla. Tuseme tu kwa kwetu ni pigo kubwa sana 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 ambalo inawezekana itachukua muda mrefu sana kumsahau. Kwa hiyo waheshimiwa wananchi, ni hicho ambacho tumekuja kwenye eneo hili kwa niaba hiyo. Asante sana. Kalela Online TV inatoa pole kwa familia ya marehemu, wakazi wa Migongo, wakazi wa Masasi Mbovu na wote walioguswa na msiba huu mzito. Tunaendelea kuenzi mchango wa marehemu kwa kumwenzi katika vitendo vyetu vya kila siku. Mimi ni Shafika Kalela kutoka Kalela Online TV.